Ujambo mtazamaji wa TVE, karibu katika taarifa ya habari. Tukujuza yale yaliyojiri tuliokuandalia kutoka chumba cha habari. Mimi ni Tunu Lugombe, nitakusomea habari za kitaifa na habari za biashara zitasomwa naye Nezia Masinde, huku habari za kimataifa zitasomwa na Roman Shirima. Karibu sana mtazamaji. Na miongoni mwa tulionayo leo hii ni pamoja na kifuatacho ndani ya TVE habari. Rais Samia awaapisha viongozi watatu, asisitiza utekelezaji wa dira ya 2050. Katika biashara, Tanzania yaendelea kufungua milango ya uwekezaji kuelekea dira ya 2050. Na katika habari za kimataifa, serikali ya Ghana yatoa tahadhari baada ya mafuriko kuua watu 13. Karibu mtazamaji, na sasa tuanze kuziangazia taarifa zetu. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amewaapisha viongozi watatu, akiwemo Katibu Mkuu wa Wizara ya Afya Dr. Grace Magembe, huku akiwataka viongozi hao kuhakikisha wanasimamia utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050, hususan katika sekta ya afya. Mwandishi wetu Goodluck Msola ametuandalia taarifa. Rais Dr. Samia amewaapisha viongozi hao Ikulu jijini Dar es Salaam katika hafla iliyohudhuriwa na viongozi mbalimbali, akiwemo Makamu wa Rais Daktari Emmanuel Nchimbi, Spika wa Bunge Musa Zungu, pamoja na mawaziri na viongozi mbalimbali wakiwemo kutoka vyombo vya ulinzi na usalama. Kwa viongozi wa umma kwa kuzingatia misingi ya maadili iliyoainishwa katika ibara ya 132 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 na masharti ya sheria ya maadili ya viongozi wa umma ya mwaka 1995. Akizungumza mara baada ya kuapisha viongozi hao, Rais Daktari Samia amemwagiza Katibu Mkuu wa Wizara ya Afya Dr. Grace Magembe kuhakikisha anasimamia vyema utekelezaji wa malengo ya dira 2050, hususan katika eneo la Tanzania kujitegemea katika uzalishaji wa dawa na vifaa tiba, ambapo amesema ni muhimu kuwezesha wawekezaji wanaokuja nchini kuweza kupata mazingira wezeshi, hasa katika uzalishaji wa chanjo za watoto, ili kupunguza mzigo wa serikali wa kununua bidhaa hizo kutoka nje ya nchi. Kwa hiyo unavijua vizuri vipaumbele vya wizara, unajua changamoto za wizara, nenda katumie bajeti hii kwa uangalifu, lakini tupate matokeo makubwa na kwa spidi. Lakini kwa namna ya kipekee tumeamua kuwa na utoshelevu wa madawa na vifaa tiba angalau kwa 60% itakapofika 2030. Na najua kuna interest kubwa sasa hivi, watu wanakuja. Sasa nendeni kalifanyeni kazi hilo vizuri. Wakaribisheni wawekezaji, waweke viwanda, anayetaka vifaa tiba, anayetaka madawa, lakini kwa quality, sio tu waje. Jambo kubwa ni vaccines za watoto au vaccines za maradhi mengine, na hiyo itatusaidia mbele huko kulinda pesa yetu, badala ya kila mwaka kutoa pesa kununua. Wakizalisha hapa itatusaidia kulinda fedha yetu, lakini ukaribu access ya kupata chanjo, madawa na vifaa tiba. Aidha, Rais Daktari Samia amemwagiza pia Katibu Mtendaji wa Tume ya Utumishi kwa Umma Jacob Kipanda kusimamia haki na maslahi ya watumishi kwa kuondoa malalamiko na migogoro iliyopo baina ya tume na watumishi, ambapo amesema watumishi wamekuwa wakilalamikia kuonewa katika baadhi ya maamuzi ya tume, hali inayoweza kuathiri utendaji wa watumishi wa umma. Huko kuna kazi kidogo, kuna mashauri ya watumishi, kuna malalamiko, kuna migogoro. Sasa kinachotakiwa pale ni uadilifu, kusimama kwenye misingi ya haki. Hakikisha tume yako inatoa maamuzi kwa misingi ya haki. Aliyefanya makosa ahukumiwe kwa makosa yake, ambaye hakufanya makosa basi tumesimame katikati. Nashukuru kwamba katika taarifa ninazozipata na baada ya kazi yenu, Rais anatakiwa kusaini kwamba amekubaliana na maamuzi yenu. Kuna mengi yanakuja kwamba hapa tume ilikuwa bias au haikutoa uamuzi wa kweli au, kwa hiyo nenda kasimame sasa. Viongozi walioapishwa kwa siku ya leo ni pamoja na Katibu Mkuu Wizara ya Afya Daktari Grace Magembe,
katibu mtendaji wa tume ya utumishi kwa umma Jacob Kipanda pamoja na Charles Kandonya ambaye ameapishwa kuwa katibu mkuu wizara ya mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki ambaye anashughulikia masuala ya Afrika Mashariki. Na sasa tuelekee huko mkoani Mara ambako serikali imeonya kuwa haitamvumilia mtu au kikundi chochote kitakachojihusisha na vitendo vinavyoweza kuvuruga amani na usalama wa nchi, huku kiwataka Watanzania kuendelea kudumisha mshikamano na kuepuka ushawishi wa kufanya vitendo vinavyohatarisha utulivu wa taifa letu. Tuungane na mwanahabari wetu Adam Kadutu kutoka huko Mara. Wito huu unatolewa na Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba wakati akianza ziara yake ya kikazi hapa mkoani Mara, ambapo pamoja na kukagua utekelezaji wa miradi ya maendeleo anazungumza na wananchi wa wilaya ya Serengeti kuhusu umuhimu wa kuendelea kulinda amani ya nchi. Odi. Ziara hii imeanza kwa ukaguzi wa ujenzi wa jengo la utawala la halmashauri ya wilaya ya Serengeti linalogharimu shilingi bilioni 4.5 kabla ya Waziri Mkuu kuhutubia wananchi. Niwaombe sana ndugu zangu wa mkoa wa Mara, ndugu zangu wa Serengeti, haya ni mambo makubwa ya nchi na Watanzania wote tuwe mstari wa mbele kwenye mambo ya usalama. Na sisi ndani ya serikali kwenye hili wala hatung'ating'ati ulimi. Wale wote watakaocheza na amani ya nchi yetu tutachukua hatua kali sana. Kwenye jambo la tena sasa hivi hatutakuwa tunaongelea kwamba ukafuata mkumbo. Kwenye jambo la usalama wa nchi yetu, ulinzi wa nchi yetu, usalama wa raia wa Tanzania, rasilimali zetu, wala tusidanganyane, hatutacheza nalo. Viongozi na wabunge wa utekelezaji wa miradi iliyokwama katika mkoa wa Mara kuwasilisha maombi mbalimbali ya maendeleo. Tunaopenda uhifadhi, tunaoitunza hifadhi yetu ya Serengeti, tunaotoa mchango mkubwa katika taifa letu na ambao kabla ya chochote tumekuahidi amani. Angalia barabara tunazotumia. Mimi nikwambie, peleka salamu za pekee kwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa miradi mikubwa aliyoileta katika mkoa wa Mara. Sasa hivi wana Mara tunapambana na masuala ya uchumi, tunakimbiza maisha. Na hapa Dr. Mwigulu anawahakikishia wananchi kuwa serikali itaendelea kufanyia kazi changamoto mbalimbali za maendeleo, huku nao baadhi ya mawaziri wakizungumza. Leo tarehe 1, fedha zitakazokusanywa zinazotakiwa kwenda kwenye ujenzi wa barabara zikishakusanywa na Mamlaka ya Mapato Tanzania hazitapelekwa kwenye mfuko mkuu wa serikali, zitakwenda moja kwa moja kwenye mifuko ya barabara ili kasi ya ujenzi wa barabara isiende kwa kusuasua. Ni taarifa yake Adam Kadutu. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema serikali itaendelea kutekeleza mikakati na juhudi maalum za kuongeza thamani ya zao la mwani kwa lengo la kuinua kipato na kuimarisha ustawi wa kiuchumi wa wakulima wa zao hilo. Taarifa hii inasomwa naye Goodluck Msola. Rais Daktari Mwinyi ameyasema hayo Julai mosi alipokutana na mratibu mkazi wa Umoja wa Mataifa nchini Tanzania Susan Ngongi Namondo aliyefika Ikulu Zanzibar kwa mazungumzo. Rais Daktari Mwinyi amesema kuwa serikali imekipa kilimo cha mwani kipaumbele kwa kuwa ni miongoni mwa sekta muhimu za kiuchumi zinazotoa ajira na kuwawezesha wananchi wengi kuweza kuendesha maisha yao kila siku, hususan wanawake ambao wanaunda zaidi ya 80% ya wakulima wa zao hilo visiwani Zanzibar. So such an initiative will be highly appreciated because it will be able to further assist the farmers. There's a lot of challenges around it when it comes to increasing the production, when it comes to value addition, the markets, they're all not in properly done at the moment. So as you say, we need financing, but we also need sort of work in a better way to get the farmers to be able to increase their production, but also to get the right markets and the right price. Aidha, Rais Daktari Mwinyi ameuhakikishia Umoja wa Mataifa kuwa serikali itaendelea kuimarisha ushirikiano wa muda mrefu ambao upo, huku akishukuru Umoja wa Mataifa kwa mchango na utoa na msaada mkubwa ambao wanautoa kupitia mashirika yakiwemo ya UNESCO
UNDP pamoja na UNICEF. Naye mratibu mkazi wa Umoja wa Mataifa nchini Tanzania Susan Ngongi na Mondo amesema Umoja wa Mataifa umeendelea kuchukua hatua za kuimarisha kilimo hususan cha mwani kama sehemu muhimu ya maendeleo ya sekta ya uchumi wa bluu. Seaweed is one of those areas, I think, through the efforts of the government really focusing on the blue economy that has really exploded in terms of activity. My understanding is there are a lot of partners, a lot of money beginning to come into the sector right now. The key activities also that hopefully will come out of this visit next week is some sort of documentary. Yes. And the idea of the documentary is to be able to promote Zanzibar and Zanzibar's seaweed. Wakati huo Rais Daktari Mwinyi amekutana na balozi wa Palestina nchini Tanzania Mheshimiwa Salam Abu Shalla Kulu Zanzibar kwa ajili ya mazungumzo. Mazungumzo hayo yamejikita katika kuimarisha uhusiano wa kidiplomasia na kiuchumi pamoja na kijamii baina ya Zanzibar na Palestina, ambapo Rais Dr. Mwinyi amewakaribisha wawekezaji kutoka nchini Palestina kuja kuwekeza Zanzibar, hasa katika sekta mbalimbali ikiwemo nishati, mafuta pamoja na gesi, utalii pamoja na uchumi wa bluu. Naye Balozi Salam Abu Shalla amesema Palestina imekusudia kufungua ukurasa mpya ushirikiano wa kiuchumi na Zanzibar kwa kutambua nafasi yake kama mshirika muhimu katika maendeleo. Amesema Palestina itaendelea kuimarisha uhusiano wa muda mrefu na wa kihistoria uliopo, sambamba na kutafuta maeneo mapya ya ushirikiano yatakayowanufaisha wananchi pamoja na pande zote mbili. Ni taarifa kama ilivyosomwa naye Goodluck Msola. Naibu Waziri wa Katiba na Sheria Zainab Katimba amesisitiza umuhimu wa sheria kama msingi mkuu wa utawala bora, haki na maendeleo ya taifa, akibainisha kuwa bila mfumo imara wa kisheria hakuna jamii inayoweza kusonga mbele kwa amani na ustawi. Taarifa hii ya Rachel Chacha inasomwa studio na Mohamed Jamal. Akizungumza wakati wa ziara yake katika mabanda ya taasisi zilizo chini ya Wizara ya Katiba na Sheria kwenye maonesho ya kimataifa ya 50 Sabasaba, Katimba amesema sheria si tu nyaraka za kuongoza nchi, bali ni nyenzo ya kuhakikisha haki, usawa na utulivu vinapatikana kwa wananchi wote. Amebainisha kuwa jukumu la wizara ni kuhakikisha sheria zinaboreshwa na zinakuwa rafiki kwa mahitaji ya sasa ya kijamii na kiuchumi, huku akiongeza kuwa serikali inaendelea kuimarisha matumizi ya njia mbadala za utatuzi wa migogoro, Alternative Dispute Resolution ADR, akisema kuwa njia hizo zinasaidia wananchi kumaliza migogoro yao kwa maridhiano badala ya kwenda mahakamani ambako mara nyingi upande mmoja hushinda na mwingine huachwa na changamoto. Tulizunguka katika mikoa 26 yote ya Tanzania bara na mikoa 5 ya Zanzibar, lakini awamu ya pili tayari tumeizindua tarehe 1 mwezi wa 5 mwaka huu 2026, tukianza katika mkoa wa Dodoma na Singida, na tumeizindua rasmi Zanzibar, na tutaendelea katika mikoa yote ya Tanzania bara na Tanzania Zanzibar, lakini bado tunaendelea kutoa huduma msaada wa kisheria katika banda la Wizara ya Katiba na Sheria hapa katika viwanja vya Sabasaba. Kwa hiyo naomba nitoe tangazo rasmi kwa Watanzania wote muweze kujitokeza katika viwanja hivi vya Sabasaba pamoja na mabanda mengine mtakayoyatembelea kupata huduma mbalimbali, lakini msiache kufika katika banda la Wizara ya Katiba na Sheria, hasa pale kama una mahitaji ya kupata huduma hizi za kisheria kwenye changamoto na migogoro mbalimbali uliokuwa nayo. Lakini pia msiache kufika katika banda la Rita. Pale kwenye banda la Rita pia kuna huduma mbalimbali ambazo zinatolewa. Pale kuna elimu inatolewa kuhusiana na masuala ya bodi za wadhamini, kuhusiana na masuala ya upatikanaji wa vyeti vya kuzaliwa. Aidha, ametoa wito kwa Tume ya Haki za Binadamu kuendelea kutoa elimu kwa wananchi kuhusu haki zao za msingi zilizoainishwa kwenye Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, sambamba na kusisitiza umuhimu wa kuelimisha wananchi kuhusu wajibu wao. Ni taarifa yake Rachel Chacha kama ilivyosomwa studio na Mohamed Jamal. Baada ya agizo la Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Lameck Nchemba kuwataka mamlaka zinazohusu ardhi mkoa wa Singida
wawasikilize wananchi ambao walifika kwenye ziara yake kudai migogoro ya ardhi watengewe siku ya kusikilizwa na mamlaka hiyo. Amini Nyaungo kutoka Singida ametuandalia taarifa. Agizo hilo limepokelewa vyema, ambapo kamishna wa ardhi Tanzania kwa kushirikiana na mkuu wa mkoa wa Singida na kamishna wa ardhi msaidizi wa mkoa wa Singida wamesikiliza kero za wananchi zaidi ya 500 mkoani hapa, na hizi ni baadhi ya kero ambazo zimeweza kuwasilishwa na kupatiwa majibu yake. Mimi kwa niaba ya familia nadhani niliteuliwa kuwa msimamizi wa miradi. Baada ya kuteuliwa nilipata taratibu zote za kisheria ambayo taratibu zile nilienda kwenye mahakama ya mwanzo, nikapewa maelekezo, nikaapishwa na nikagawa ile miradi. Mheshimiwa, yani kesi iliyopo hapa ni kati ya 569 na 571 ambayo kwa mara ya kwanza kulikuwa kuna kiwanja ambacho kilikuwa kiko wazi hakina namba. Kama kuna uwezekano, kwa sababu sisi tulikuwa hatuna mgogoro, hatuhitaji mgogoro wa serikali. Sisi tulikuwa tunahitaji kurudishiwa eneo letu. Kama kuna uwezekano tukirudishiwa eneo letu leo, sisi jambo hilo la mahakamani hatutaenda. Ndugu zake yule yule ambaye anamlalamikia mimi. Kwa hiyo hata baraza walijiridhisha kwamba kweli hilo eneo lilifanyaje, lilitengwa na familia. Kwa sababu mimi ni mzee, sina uwezo kutembea mpaka Ilongero ile nizulumike, kwa sababu mimi ni mzee, sina uwezo kutembea. Kamishna wa ardhi msaidizi mkoa wa Singida Shamim Hoza, yeye ametuambia tukio hilo limetokana na nini. Tumekuja hapa tukiwa na viongozi wetu wa wizara, kwa maana kamishna wa ardhi, lakini tumekuja kutekeleza maelekezo ya Mheshimiwa Waziri wetu mkuu, na kama mnavyoona tumesikiliza wananchi wengi, lakini kwa haraka tulichokiona na tulichokibaini, malalamiko ya wananchi hao yote yalishapatiwa majawabu, na kwamba wamekuja tena wakiwa wanaamini labda watapata majawabu tofauti na yale yaliyopewa. Kwa kuwa tayari wamepewa majawabu, pia tumepata fursa nzuri kwa ajili ya kutoa elimu kwa wananchi wetu. Tunaamini wataendelea kuelewa kwamba yale majibu yaliopewa hawakudanganywa, ni majibu sahihi. Wakati migogoro hiyo ikisikilizwa, mkuu wa mkoa wa Singida ambaye amejitahidi kuitatua, hii ni sehemu ya yale yaliyokuwa yanaendelea ukumbini hapo. Mheshimiwa Gombe, kama wamemsingizia, utawaleta serikali ya kijiji na walalamikaji. Kama yanayosemwa nyinyi kuu mmethibitisha, utaniita mimi kwenye kitabu kutoa. Ni maneno haya. Kikao hiki ni kikubwa. Nimeagiza kamati yangu ya usalama, hawa wanayosema kama wameshuhudia uongo against serikali, na shughulika nao. Kama wanayosema yamekuja kuthibitishwa na kamati ya usalama, na shughulika nao. Maneno mawili tu. Niendelee. Ni taarifa yake Amini Nyaungo. Katika kukabiliana na changamoto ya vitendo vya rushwa, matumizi mabaya ya madaraka, kukosekana kwa uwazi na utoaji taarifa usio sahihi kwa jamii, watumishi wa umma, ofisi ya sekretarieti ya maadili na viongozi wa umma wamekutana na watoa elimu wa taasisi za serikali kwa umma, lengo likiwa ni kuweka mikakati ya pamoja kuhakikisha changamoto hizo zinatatuliwa. Kutoka Morogoro, Shukuru Materu anaarifu. Sekretarieti ya maadili ya viongozi wa umma imekutanisha wadau hao mjini Morogoro, ambapo katibu idara ya ukuzaji na maadili kutoka katika sekretarieti hiyo amesema ni muhimu kuhakikisha wanashirikiana na taasisi nyingine za umma katika kuhamasisha mabadiliko chanya ya uadilifu kwa jamii. Baadhi ya changamoto tunazotakiwa kukabiliana nazo kwa kuelimisha wananchi na watumishi ni pamoja na matumizi mabaya ya madaraka kwa maslahi binafsi, kukosekana kwa uwazi na uwajibikaji katika maamuzi, rushwa na vitendo vingine vya upendeleo, kutokutoa taarifa sahihi kwa umma, ukiukaji wa misingi ya uongozi bora na maadili ya kazi, mgongano wa maslahi na changamoto nyingine za kimaadili. Mradi huu wa Building Sustainable Anti-Corruption Action in Tanzania ukaja kwa kuwa na malengo makuu matatu. Lengo la kwanza ilikuwa ni kujenga capacity ya hizo taasisi zinazopambana na rushwa ili ziweze kufanyaje kupambana na rushwa zaidi. Lakini lengo la pili ilikuwa ni ku strengthen collaboration kati ya taasisi za umma zote zile ambazo ziko kwa jina la
kwa jina la Watchdog Institution ama Oversight Institution, taasisi zile zote ambazo zinashiriki masuala ya good governance. Nao baadhi ya wadau waliohudhuria katika kikao hicho wamesema watatumia nafasi walizokuwa nazo katika kupambana na rushwa. Mambo muhimu ambayo tunatakiwa tuweze kuyafanya ni kuzingatia nafasi ya kila mmoja, kwamba kidole kimoja hakivunji chao. Kwa hiyo hii juhudi ya kupambana na rushwa isiachiwe tu labda taasisi moja kama taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU. Haitakiwi hiyo namna hiyo. Inatakiwa kila mmoja kwa nafasi yake aweze kufahamu ana nafasi ya kutoa juhudi zake na kuwajibika katika masuala mazima ya kukabiliana na changamoto hii. Kufanyika kwa kikao kazi hicho ni sehemu ya jitihada za kuhakikisha watumishi wa umma wanafuata taratibu na sheria za miongozo ya utumishi wa umma. Shukuru Materu, TVE, Morogoro. Ni taarifa yake Shukuru Materu. Na sasa tuelekee huko mkoani Iringa. Mkuu wa mkoa wa Iringa Kheri James ameagiza halmashauri ya wilaya Kilolo kuhakikisha mapato yote yanayokusanywa kupitia huduma mbalimbali yanawekwa benki kwa mujibu wa taratibu za usimamizi wa fedha za umma badala ya kutumika moja kwa moja katika matumizi ya kawaida, ili kuzuia mianya ya ubadhilifu na matumizi yasiyoidhinishwa pamoja na kuepusha hasara zinazoweza kuzuilika kwa serikali. Shalom Robert kutoka Iringa anaarifu. Akizungumza katika kikao cha baraza la madiwani maalum la hoja, mkuu huyo wa mkoa wa Iringa Kheri James anasema fedha zote za umma zinapaswa kufuata mfumo rasmi wa ukusanyaji na matumizi ili kuwezesha ufuatiliaji na ukaguzi wa hesabu za serikali. Management ya halmashauri ihakikishe kuwa inaimarisha usimamizi wa ukusanyaji wa mapato katika vituo vya kutolea huduma za afya, kuhakikisha fedha zote zinazokusanywa zinawekwa benki kwa wakati kwa mujibu wa sheria na taratibu, pamoja na kuharakisha matumizi ya mifumo ya malipo yaliyounganishwa na GPG ili kupunguza matumizi ya fedha taslimu. Kwenye hili maana yake tupambane na fedha mbichi kwa nguvu zote. Aidha, Kheri James ameonyesha kutoridhishwa na mwenendo wa ukusanyaji wa mapato ya ndani. Kimsingi mwenendo huu wa ukusanyaji wa mapato mapato ya ndani hauridhishi hata kidogo. Mko kwenye 80%. Mnatarajia hizi 20% mnazitoa wapi? Na mnataka nani awaletee hizi 20% zilizobaki? Lakini akijibu hoja hiyo, mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya Kilolo Siwema Juma anasema wamebaini changamoto na kuahidi kuzifanyia kazi. Lakini ni kuahidi kuendelea kusimamia miradi vizuri, na kuhusu mapato na kuahidi utaona mabadiliko makubwa sana kuanzia kota ya kwanza ya mwaka wa fedha 26/27. Mtazamaji, halmashauri ya wilaya Kilolo hadi kufikia tarehe 15 Juni 2026 imekusanya kiasi cha shilingi bilioni 5.3 sawa na 80.2% ya lengo la kukusanya shilingi bilioni 6.6. Nikiripotia Runinga TV kutoka wilayani Kilolo mkoani Iringa, mimi ni Shalom Robert. Ni taarifa yake Shalom Robert kutoka huko Iringa. Kampuni ya mawasiliano ya Yas kwa kushirikiana na hospitali ya matibabu ya macho ya KSI Charitable Eye Care pamoja na Hoja na Sharia wamezindua kambi maalum ya utoaji wa huduma ya matibabu ya macho bila malipo kwenye viwanja vya maonesho ya 50 ya biashara Sabasaba, huduma ambazo zinatolewa kuanzia Julai mosi hadi Julai 7, na wametaka wananchi kujitokeza kwa wingi kupata huduma hizo. Taarifa iliyoandaliwa na Mrisho Mapeo inasomwa studio na Mohamed Jamal. Akizungumza na waandishi wa habari wakati wa uzinduzi wa kambi hiyo kwenye viwanja vya maonesho 50 ya biashara Sabasaba, mkurugenzi wa kanda Dar es Salaam na Kusini wa kampuni ya Yas Robert Kasurwa amesema kupitia kambi hiyo wananchi wote wenye matatizo ya macho watakaojitokeza watapata huduma zote ikiwemo upimaji, matibabu na hata kupatiwa miwani bila malipo. Kwa upande wake, mwenyekiti wa Hoja Shia Ithna Sharia Anbar Rajpar amesema wananchi wote watakaojitokeza watapata huduma bila malipo kwa kuwa kampuni ya Yas imeshalipia huduma zote ikiwemo upimaji wa macho na matibabu. Hivyo amewasisitiza wananchi kujitokeza kwenye viwanja vya maonyesho kwani huduma zitatolewa kwa watu wa kila umri. Tunataka watu wakuje, hakuna restriction.
Hakuna restriction ya umri, hakuna restriction ya kabila, hakuna restriction ya religion. Kila mtu wanaweza kukuja pale. Na sasa tangu mwaka jana tumeanza huduma ya watoto wadogo. Usifikiri kama hii balaa ya macho iko kwa watu wazee tu. Ile watoto wadogo naye mwaka 3, mwaka 2 tumefanya huduma yawe pale, na tunaendelea. Tunayo specialist doctor anayeshughulikia hiyo pediatric ya watoto. Naye mratibu wa kambi ya macho kutoka taasisi ya Shia Ithnasharia ya Bilal Muslim Ain Sharif wamesema wamekuwa na utamaduni wa kuwafuata wagonjwa kwenye mikoa mbalimbali, lakini kwa kipindi hiki kwa kushirikiana na Yas watatoa huduma kwenye viwanja vya Sabasaba, huku akihimiza watoto wenye changamoto ya macho wapelekwe ili kupata huduma hiyo. Hii ni kambi ya 11 katika miaka miwili. Tumebakiza kambi moja tu na wao, na hii kambi hii ndio imefanyika Dar es Salaam, lakini kambi zote ambazo tumezifanya kwa kushirikiana na KSI tumekuwa tunawafuata wananchi ambao walipo. Ni sehemu mbalimbali, tumeshaenda Mwanza, Mbeya na Tanga, huko sehemu zote tunawafuata wananchi. Lakini kama mzee alivyosema kwamba huduma hii ambayo kwa ajili ya ushirikiano wa Yas na Bilal na KSI, vitu vyote vinafanyika bure, lakini kuna vitu vingi kwenye tasnia ya macho. Kuna yale matatizo ambayo yanahusu watoto wadogo chini ya miaka 5. Kunakuwa na kansa ya macho ambayo ni ugonjwa ambao ni mahututi na ugonjwa ambao ni mkubwa sana. Katika hatua nyingine, kampuni ya Yas kupitia Mix by Yas kupitia mkurugenzi wa biashara kutoka Mix by Yas James Mari amewataka wananchi wanaokwenda katika viwanja hivyo kutumia huduma ya Mix by Yas wanapotembelea viwanja hivyo ili kuepuka kutembea na fedha. Ni taarifa yake ya Mrisho Mapeo kama ilivyosomwa na Mohamed Jamal. Balozi wa amani nchini Tanzania Dr. Mes Chengula amewataka Watanzania kuendelea kudumisha amani na kupinga vitendo au viashiria vyovyote vinavyoweza kuhatarisha utulivu wa nchi. Aidha, amewasihi wananchi kuachana na mipango ya maandamano yaliyopangwa kufanyika Julai 7, akieleza kuwa amani ni msingi muhimu wa maendeleo ya taifa. Taarifa zaidi na Joel Maduka kutoka Geita. Dr. Chengula amesema hayo leo mkoani Geita alipokuwa akizungumza na waandishi wa habari. Amesema ni vyema kwa watu wenye nia ya kufanya fujo kuachana na mpango hiyo, huku akitaka serikali kuendelea kutekeleza ahadi zake za kuimarisha haki, ustawi wa wananchi na kudumisha amani ya nchi. Kwa mfano hii sasa hivi haya makundi yanayohamasisha sijui maandamano sijui nini, sio makundi, sio taasisi rasmi, umeona, lakini inapotokea ndani ya nyumba labda kuna mgogoro fulani, umeona, kuna mgogoro fulani, kwa hiyo ni rahisi adui wa nje kutumia hizo chokochoko. Kwa hiyo kama serikali ipambane namna ya kutekeleza ile hotuba ya Mheshimiwa Rais aliyohutubia ya kwamba tutakuwa na maridhiano, tutakuwa na vitu vingi ambavyo vitasaidia kuendelea kuliweka taifa pamoja. Wakati huo viongozi wa mkoa wa Geita wamewataka wananchi kuendelea kushirikiana na vyombo vya ulinzi na usalama katika kulinda amani. Akizungumza katika kikao cha baraza la madiwani wa halmashauri ya wilaya ya Geita, kamanda wa polisi mkoa wa Geita Safia Jongo alionya watu au makundi yenye nia ya kuvuruga amani kwa kufanya maandamano yasiyofuata sheria. Kwa upande wake, mkuu wa mkoa wa Geita Martin Shigera aliwataka madiwani kuendelea kuhamasisha wananchi kulinda na kudumisha amani, akielezea kuwa mazingira ya utulivu ndiyo msingi wa maendeleo ya kiuchumi na kijamii. Amani hii tulionayo ni tunu. Tukiipoteza, kuirudisha, mnaona nchi ambazo zimeipoteza amani hawana maisha yanayoeleweka mpaka sasa. Lakini chanzo cha hii amani kuvurugika ni sisi tunaopewa madaraka na majukumu ya kusimamia. Ndio chanzo kikubwa. Kila siku hao watu wanatupanga kazi. Leo wanasema tarehe 7, leo tarehe 9, leo tarehe nini. Hivi sisi kama viongozi tulishakaa tukajiuliza ni kwa nini haya yanatokea ndani ya nchi yetu? Kwa lazima amani ya nchi yetu tuiangalie kwa jicho la ziada. Na ndio maana tukakumbushana ulinzi huu hauwezi kuwa wa RPC, wa OCD, wa mkuu wa wilaya, wa mkuu wa mkoa, ni wetu sote kwenye maeneo yetu ambayo tunayaongoza.
Ukiona kuna watu wanapita kuwafahamu vizuri, wanapita wanaangalia shule ilivyokaa, wanaangalia transformer mmewekaje, wanaangalia zahanati yetu, kituo cha afya, wanaangalia chanzo chetu cha maji. Leo tunatoa maji kutoka chanzo cha maji cha wapi? Senga. Bilioni 100 na ngapi? Hivi mtu akidestroy kwenye chanzo chetu kile na treatment plant, miaka mingapi tunaspend tena bila maji? Vyombo vyetu viko macho, lakini na sisi kwenye maeneo yetu tukajipanga. Hatuko tena kwenye uchaguzi. Tuko kwenye amani, tuko kwenye maendeleo. Viongozi hao wamewataka wananchi kuendelea kuheshimu sheria za nchi, kushirikiana na vyombo vya dola na kutumia njia za kisheria kuelezea maoni yao, wakisisitiza kuwa amani na utulivu ni nguzo muhimu katika kulinda umoja wa taifa na kuharakisha maendeleo ya nchi. Ni taarifa yake Joel Maduka. Wakulima wa mboga aina ya mchicha katika kijiji cha Kimashuku wilaya ya Hai mkoani Kilimanjaro wamejengewa uwezo wa kuzalisha zao hilo kwa tija zaidi baada ya kituo cha utafiti wa kilimo Tanzania TARI Tengeru kuwaletea aina mpya ya mbegu bora za mchicha zinazohitajika zaidi sokoni. Finalimo anaarifu zaidi kutoka Kilimanjaro. Hiyo ni sehemu ya juhudi za TARI kuhakikisha wakulima wanapata mbegu zenye uwezo wa kustahimili athari za mabadiliko ya tabia nchi, kuongeza mavuno na kuzalisha mazao yenye ubora unaokubalika sokoni. Akizungumza wakati wa zoezi la kutathmini aina 25 za mchicha katika shamba darasa lililopo Kimashuku, tafiti mwandamizi wa TARI Tengeru Emmanuel Laswai amesema utafiti huo unahusisha wakulima moja kwa moja ili waweze kuchagua aina wanazoziona zinafaa kulingana na mazingira yao na mahitaji ya walaji. Kwa hiyo kwa kupitia mbegu hizi hapa tunategemea baada ya wakulima kuchagua zile ambazo zitatoka zitaleta tija sana kwa wakulima kwa ajili ya itapunguza matumizi ya viuatilifu, ambapo mwisho wa siku itamsaidia mkulima kupunguza gharama za uzalishaji ambayo mwisho itamletea tija katika kilimo. Kwa hiyo kwa kupitia mbegu hizi hapa pia kuna aina ambazo zinaliwa majani, kuna aina ambazo zinaliwa zile nafaka ambazo pia kwa upande wa lishe itasaidia sana katika kuboresha lishe ya jamii. Kwa hiyo tunahimiza sana wakulima watumie mbegu ambazo zimefanya tafiti na taasisi ya TARI kwa ajili ya kuweza kupata matokeo bora kutokana na ubora wa mbegu ambazo tunazitoa. Mbali na kupima uwezo wa mbegu hizo kustahimili mabadiliko ya tabia nchi, wakulima walizitathmini kwa kuzingatia sifa mbalimbali ikiwemo muonekano wa mmea, ladha, harufu, rangi na ukubwa wa majani, mambo ambayo huathiri uhitaji wake sokoni. Wakulima walioshiriki katika zoezi hilo wamesema mbegu hizo zitawawezesha kuongeza uzalishaji na kupunguza gharama za kununua mbegu ambazo mara nyingi hazina ubora unaotarajiwa. Zoni tulikuwa tunalima mazao yetu, lakini mbegu zilikuwa ni changamoto. Tulikuwa tukipata mbegu ambazo hazina uhakika, na hizo zilitupa sisi kupata hasara hasa kwenye kilimo chetu wakati wa mavuno. Yaani mapato yanakuwa ni madogo. Lakini toka TARI wamekuja, wametufundisha njia bora za kilimo, wametuletea mbegu ambazo ni nzuri. Kwa hiyo tunatamani kwamba tunapoingia kwenye kilimo sasa hivi tutapata mafanikio makubwa na kipato kitaongezeka kwa sababu tutatumia mbegu zilizo bora kutoka TARI. Tumechagua mbegu zile ambazo tumeona ni bora, zina ukijani mzuri, zina mazao mengi, lakini pia zinakinzana na maradhi mbalimbali. Lakini sasa changamoto tunaipata, kweli tumelima kilimo chenye tija, lakini sasa inapofika kule sokoni walaji bado hawajajua kwa sababu ni mbegu mpya. Kwa hiyo sisi ombi letu TARI waendelee kutoa elimu zaidi. Kwa upande wake mwenyekiti wa kitongoji cha Weruweru kijiji cha Kimashuku Theophil Kiondo amesema mafanikio ya kilimo katika eneo hilo yamechangiwa pia na uboreshaji wa miundombinu ya maji uliofanywa na serikali, jambo ambalo linawezesha wakulima kulima kwa mwaka mzima bila kutegemea mvua pekee. Wakulima wamekuwa wanajitahidi kulima kwa kalenda tofauti tofauti kwa mwaka mzima. Pamoja na maafisa ugani wetu wa kilimo tunashirikiana nao vizuri kutupa elimu mbalimbali zinazohusiana na kilimo, pamoja na wataalamu mbalimbali wanaohusiana na masuala ya mbegu. Tumekuwa tunashirikiana nao kwa ajili ya kutupatia mbegu bora hususan TARI. Watafiti wa TARI wamesema maoni yatakayokusanywa kutoka kwa wakulima yatatumika kuchagua aina bora za mchicha zitakazopendekezwa kwa uzalishaji mkubwa, hatua inayotarajiwa kuongeza tija ya kilimo, kipato cha wakulima na upatikanaji wa mboga bora kwa walaji. Ni taarifa yake Finalimo.
Michezo imeendelea kuwa jukwaa muhimu la kuhamasisha afya, kuchangisha fedha kwa ajili ya huduma za jamii na kuwezesha vijana kiuchumi. Taarifa na Ellen Manyangu. Akizungumza wakati wa uzinduzi huu, mkurugenzi mtendaji wa CRDB Bank PLC Dr. Abdulmajid Nsekela amesema benki hiyo inaamini mafanikio ya biashara yanapaswa kwenda sambamba na maendeleo ya jamii. Ndio maana inaendelea kuwekeza kupitia CRDB Bank Foundation katika kuwezesha vijana, wanawake na wajasiriamali, huku tamasha la Imbeju Sauti Moja likiwa ni sehemu ya juhudi hizo za kujenga uchumi jumuishi. Kiangalia mpango kati wote wa miaka 5 ambao tunaenda nao, moja lengo letu ni moja kubwa, ni kutransform lives na kubuild economy. Kwa wale ambao mnaangalia mizania na kwa wale ambao mnaangalia safari ya benki yetu ya CRDB, benki yetu unaposema kutransform economy sio kujenga matawi kila sehemu, hapana. Ni kuhakikisha kwamba huduma hizi zinapatikana kila sehemu. Lakini la pili, kupeleka taswira ya nchi yetu kwenye nchi zingine na kuwa balozi wazuri wa kuinadi Tanzania na fursa zake. Kwa upande wake, mkurugenzi mtendaji wa CRDB Bank Foundation Tuli Esther Mwambapa amesema marathoni hiyo imekuwa kutoka mbio za hisani hadi kuwa jukwaa la kimataifa linalounganisha michezo, afya, utalii na maendeleo ya jamii. Na amesema msimu wa 7 utafanyika Agosti 16, 2026 katika viwanja vya TTCL vilivyopo Kijitonyama jijini Dar es Salaam, huku tamasha la Imbeju Sauti Moja likifanyika Agosti 14 katika eneo hilo hilo kwa lengo la kukusanya rasilimali za kusaidia watoto, wanawake na vijana pamoja na kukuza uchumi jumuishi. Naye mkurugenzi wa JKCI Dr. Peter Kisenge amesema ushirikiano kati ya taasisi hiyo na CRDB Benki kupitia marathoni hiyo imewezesha zaidi ya watoto 1000 wenye magonjwa ya moyo kupata matibabu sambamba na kuimarisha huduma za upasuaji wa moyo nchini. Na ameongeza kuwa washiriki wote wa marathoni mwaka huu watapata huduma za vipimo vya moyo bila malipo katika vituo vya JKCI ili kuhamasisha kinga dhidi ya magonjwa yasiyoambukizwa. JKCI inawaahidi kwamba yoyote atakayejiunga na marathoni hii atapata vipimo vya moyo bure kwa matawi yetu ya JKCI Upanga, JKCI Dar Group, Oysterbay, Kawe na hata kule Arusha. Ukiwa tuna ile kadi umejiunga, tunataka to make sure ukikimbia upati matatizo yoyote, nenda kafanye vipimo. Asante sana Ellen Manyangu kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, hii ni taarifa ya habari na mimi ni Tunu Lugombe. Tupate mapumziko mafupi kisha tutaendelea na taarifa ya habari. Tafadhali endelea kuwa nasi.